ukiishi na waovu wewe uwe ni mubarak, uwakataze maovu wanayoyafanya. Usijione kwamba wewe unaishi dunia nyingine. Ukiona kwamba wewe unaishi dunia nyingine ukawadharau kwa sababu wao ni waovu, basi utakuwa umekosa hili ambalo Sheikh alisema hapa. Yule ambaye ni abdu mubarak ni mja aliyebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mja ambaye hata wale waovu wanapata manufaa na yeye. Wale waovu wakikaa naye wanaathirika na wema wake, ile kheri aliyokuwa nayo inawafikia. Wakimtazama akizungumza na wao, anavyowapambishia lile jambo la dini, anavyofanya sababu waashe ule uovu, na wala haoni kwamba yeye ameshavuka. La, muda wa kuwa hujafa, hujavuka. Yawezekana kuna siku ukawa muovu likwao. Kwa hiyo yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa sehemu ya nuru ya hidayah, anatakiwa awe na huruma na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunaonyeshwa mfano na musannifu rahimahullahu ta'ala, jinsi ambavyo anamwombea mwanafunzi dua kubwa kubwa. Hii inaonyesha alipokuwa na huruma rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa, mlinganizi anatakiwa awe kama vile ambavyo amezungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika nunia yake. Ana maneno mazuri sana, anasema waj'al liwajhika muqlatayn kilahuma min khashyati ar-rahmani bakiyatan law sha'a rabbuka kunta aidan mithlahu falqalbu bayna asabi'i ar-rahmani. Anasema hivyo Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika nia yake. Haya maneno yanatakiwa tuyaweke mbele ya macho yetu. Anasema waj'al liwajhika muqlatayn kilahuma, ewe mwenye kulingania, ewe mwanafunzi, ewe ambaye Allah amekupa sehemu katika hidayah, ij'al liwajhika muqlatayn, jalia katika uso wako kuna mboni mbili, sio hizi ambazo unaonea rangi nyekundu na nyeusi. Hizi wanazo watu wote. Waj'al liwajhika muqlatayn, jalia uso wako kuwa na mboni mbili, ambazo zote mbili kutokana na kumwogopa Allah mwingi wa rahma ni zenye kulia sana. Hizo mboni ziwe ni zenye kulia mno kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al liwajhika muqlatayn kilahuma min khashyati ar-rahman bakiyatan. Kisha akasema law sha'a rabbuka kunta aidan mithlahu, law angetaka Allah ungekuwa wewe kama wao. Hawaovu na waona, basi Allah angetaka ungekuwa kama wao, lakini Allah amekuongoza usiwadharau wao. Hiyo ni taufiki ambayo Allah amekupa, na anaweza akaiondosha kwa hikma yake subhanahu wa ta'ala. Akamalizia akasema falqalbu baina asabi'i ar-rahmani, nyoyo au moyo wa mja uko baina ya vidole vya Allah mwingi wa rahma. Yuqallibuha kaifa yasha, nyoyo hizo Allah anazigeuza anavyotaka subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake tabaraka wa ta'ala. Unapewa sehemu ya nuru na Allah katika ilmu, katika tauhidi, katika sunna, katika taa. Hakikisha unafanya sababu na wengine wapate ulichokuwa nacho. Kuwa na huruma na wao, ndivyo ambavyo wanazungumza wanazuoni wetu. Na hii ndio maana ya kusema da'watu salafia ni da'watu rahma. Da'wa salafia ni da'wa ya huruma, rahma, ambayo inaweza ikawa sababu waja wakawa ni kuongoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala.